Wagonjwa wengi wa kisukari wamekuwa wakifanya makosa haya bila wao kufahamu yana athari gani kwa upande wao. Sasa kwa siku ya leo nahitaji nishie na wewe makosa makuu manne ambayo wagonjwa wengi wa kisukari wamekuwa wakiyafanya bila kujua yanaweza kuathiri vipi afya zao na kupelekea sukari yao kutokudhibitiwa kwa wakati. Kosa la kwanza ni hali ya mtu kushindwa kutumia dawa kwa kuzingatia ule utaratibu ambao alipewa na mtaalamu wake wa afya. Hali hii imekuwa ikiwatokea watu wengi sana, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Kuna mtu anaamua kutokutumia dawa ndani ya siku 2, siku 3, wakati mwingine hata siku 5. Kutokana na sababu tu na visingizio kwamba labda nilikuwa busy, nilikuwa nimesafiri, nilipata dharura na kadhalika. Sasa hali hii inaweza kuongeza hatari ya sukari yako kutokudhibitiwa kwa wakati. Lakini kosa la pili ni hali ya mtu kutokupata vipimo au kutokufuatilia vipimo mara kwa mara kutokana na utaratibu ambao alipewa na mtaalamu wake wa afya. Sasa kuna watu wengi wamekuwa kizingatia taratibu hizi zile hatua za awali, lakini alipogundua tu kwamba sukari yake imeanza kusoma 5 pointi kadhaa 6 pointi kadhaa, watu wengi waliamini kuwa wamepona. Sasa hali hii inaweza kuongeza hatari ya sukari yako kutokudhibitiwa, kwa sababu sukari ili kusudi iweze kurejea katika kiwango chake kinachotakiwa inahitaji mchakato. Sasa usipofuata ule utaratibu ambao umepewa na mtaalamu wako wa afya, inaweza kaongeza hatari pia ya sukari yako kutokudhibitiwa kwa wakati. Lakini kosa la tatu ni hali ya mtu kula vyakula au kula lishe pasipo kuzingatia kiwango au aina fulani ya lishe. Watu wengi wamekuwa kiishi kwa mazoea. Yani mtu anaweza kaa anatumia dawa vizuri kabisa, anazingatia ratiba za kutumia dawa, lakini ni mtu ambaye katika lishe yake amekuwa akijidanganya kwamba ngoja nitumie soda kidogo yani baada ya siku 2 nitatumia soda, baada ya siku 3 nitatumia soda. Yani ni mtu ambaye amekuwa akijiamlia mambo pasipo kujua kwamba ina madhara gani kwa upande wake. Sasa tabia hii au kosa hili linaweza kuongeza hatari ya mtu kutokudhibiti sukari yake kwa wakati. Lakini kosa la 4 la mwisho ni hali ya mtu kutokufanya mazoezi mara kwa mara kutokana na ratiba ambayo aliweza kupewa na mtaalamu wake wa afya. Sasa kuna mtu ambaye ili kusudi aweze kufanya mazoezi mpaka akumbushwe na mtaalamu wake wa afya. Sasa hili ni kosa ambalo kwa namna moja ama nyingine linaweza likaongeza hatari ya sukari yako kutokudhibitiwa wakati. Sasa kama wewe ni mmoja wa watu ambao umekuwa ukifanya makosa haya aidha kwa kujua ama kwa kutokujua, hakikisha unaachana na makosa haya au tabia hizi, kwa sababu ni moja ya hatua au ni moja ya makosa ambayo yanaweza kaongeza sukari yako pasipo na wewe kujua, na mwisho wa siku unaweza kuwa unajikuta ukilalamika kwamba sukari yako haidhibiti kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Sasa wewe kama ni moja wa watu ambao unasumbuliwa na changamoto hizi za maradhi ya kisukari, usisite kuwasiliana na mimi, kwa sababu nina programu ambayo imewasaidia watu wengi sana kuepukana na changamoto hizo.